Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nipende kukaribisha tena katika mafundisho ya uzima, na siku ya leo nitaendelea pale nilipoishia kuhusu je, ni sahihi kuonya watumishi wa Mungu kupitia mitandao ya kijamii. Nitaendelea hapo kwa utukufu wa jina la Yesu. Kitabu cha kuanza nacho ni Mithali 23 na mstari wa 9. Usiseme masikioni mwa mpumbavu, maana atadharau hekima ya maneno yako. Lakini Mithali 26 mstari wa 4 inasema, usimjibu mpumbavu sawasawa na upumbavu wake, usije ukafanana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kipindi kilichopita nilifafanusha kwa sehemu kuhusu kuonya watumishi, je, ni sahihi au sio sahihi. Na leo nataka nilete mwendelezo mzuri ambao utaleta picha halisi ya nini kifanyike kama mtu kakosea kwa njia ya mtandao au kakosea katika mahali popote, namna gani kuweza kumuonya, kumkaripia au kuweza kumjenga. Mithali 23 mstari wa 9 inasema, usiseme masikioni mwa mpumbavu, maana atadharau hekima ya maneno yako. Kwa hiyo ukiona mtu kakosea jambo lolote, jua kuna upumbavu ndani yake ambao umesababisha hicho kitu kifanyike. Kakosea kwa kuzungumza, kakosea kwa maneno yake ya mizaa, kakosea kwa namna yoyote, au kwa matendo au kwa namna ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo ukienda kumuonya kabla hajagundua upumbavu wake, utakuwa haujafanya kazi nzuri. Kwani cha kwanza muonyeshe upumbavu aliofanya ni nini, alafu kisha utokee kwenye huo upumbavu aliofanya ili uweze kumuonyesha hekima ya kutenda nipi. Kwa nini? Kuna watu wengi ambao wamekwisha kujiharibu katika Bwana, ambao walikuwa ni watumishi lakini wamekwisha kuanguka na kurudi nyuma. Lakini ukiwaendea kwa ajili ya hekima, huwa hekima ile unaoendea kwao inakuwa kama upumbavu. Lakini Biblia inasema wewe mwenye hekima ukimwendea mpumbavu ukamshauri na ukasema naye maneno yenye hekima, kama hata yaruhusu yaingie moyoni mwake, basi na wewe utafanana na yule mpumbavu. Kwa hiyo unapokuwa unaonya au kushauri au kukemea kwenye mtandao, angalia sana unayemuonya. Je, bado yupo katika hali ya upumbavu au yupo katika hali ya kutengeneza? Kwa nini? Kwa sababu kama utamuonya mtu aliye katika hali ya upumbavu, na wewe unaweza ukajikuta upo katika upumbavu. Kwa nini? Kwa sababu ulikosa hekima ya kutumia kuweza kumfikishia ujumbe huo. Lakini pia kama mtu akiwa ni mtumishi wa Mungu, na hapa nitatanabaisha au nitaweka wazi pande mbili. Kuna watu ambao ni watumishi wa Mungu wanaweza kukosea kwa bahati mbaya, kama wewe na mimi ambao tunaweza tukakosea kwa namna yoyote tukajikwaa. Kwa hiyo kwa watu kama hao unaweza ukawaendea ukawafikia. Kama ni mtu yeyote ambaye anafikika, mfikie, sema naye. Kama afikiki, labda huko nchi za nje, tumia hekima kusahihisha kile alichokikosea, ili hata yeye atakapoona agundue kosa lake ni lipi. Lakini kwa sababu wengi wamekuwa wakiona madhaifu ya wengine ni kitu cha kukimbilia na kwenda kukisema na kukitangaza, wamejikuta wakiingia kwenye migogoro mikubwa na majibizano na kuonekana tena ni wapumbavu. Ukiona mtu kakosea ukamuonya, akarudi tena akakosea kitu kile kile, na au uliyemuonya akarudi akakushambulia, wewe usijibu lolote. Kumekuwa na tendency au na mambo ambayo yanaendelea. Mtumishi wa Mungu katumika kuonya kwa hekima, lakini baada ya kuonya, yale maonyo yalipomfikia aliyeonywa, baada ya kuyapokea kwa moyo wa uelekevu, ameyapinga moyoni na kisha akainuka kumshambulia mtumishi aliyetumiwa kuonya. Hiyo inatokea hata sisi watumishi tunatumika katika Bwana, tunaonya, lakini pia wale tunaowaonya wanaweza kugeuka kinyume chetu. Kwa hiyo ikitokea kinyume, usirudi tena kukemea na kumshambulia vikali mtu huyo. Wewe umeshamaliza kazi yako. Ashupazae shingo yake itavunjika. Kwa hiyo unafanya kwa namna hiyo. Lakini pia kwenye kuonya kuna kundi la pili, wasio watumishi wa Mungu. Kundi la kwanza, watumishi wa Mungu, natakiwa kuonyana kwa upendo, kwa kulejezana. Biblia inasema ukimrejesha mtu mmoja kutoka katika dhambi na uovu wake, utakuwa umeiokoa roho yako pia. Manake mrejeze kwa upendo mkubwa sana, na kwa kufanya hivyo utakuwa umeonekana wewe ni mtumishi wa Mungu. Lakini usimuonye na kumkaripia kana kwamba hana nafasi tena ya kutengeneza. Hapana,
Mwonyeshe kosa lake, mwonyeshe wapi kakosea, na kisha umvute katika upendo wa kumrudia Bwana. Kuna kundi la pili ambao si watumishi wa Mungu. Je, hao nao tunawaonya kwa namna gani? Hawa unachukua mafundisho walioyakosea au mafundisho potofu unayasahihisha vizuri kwa neno la Bwana, lakini pia unaweza kuwazuia kwamba wasiendelee kufanya kile kwa kuwasahihisha. Kama mtu alikosea kwa mtandao, unaweza ukamfuata private personal, ukamfuata kama anafikika, ukamfuata mtumishi. Hapa umepotosha na umekiuka maadili. Kwa namna hii utakuwa sio mtumishi wa Mungu. Kama akikubali akakuelewa sawa, akikataa, rudi mtandaoni sasa, sahihisha kile alichokikosea, kwamba kuna mtu kafundisha jambo hili sio zuri, au kafundisha hiki kitu ni potofu. Umeona, kitu hiki ni potofu. Kwa mfano, mtu anasema hakuna mbingu, hakuna unyakuo. Unatakiwa umfikie, kama nafikia, kama afikiki, chukua hilo fundisho lisahihishe, kwamba kuna mafundisho potofu, kwamba kwa mfano watu wanapinga unyakuo, wanapinga kwenda mbinguni. Unarudi unalisahihisha kimaandiko, na unasema kwa watumishi wote ambao wanapinga hili jambo, basi wanakuwa wako kinyume na maandiko. Ukifanya hivyo, hata mtu huyu kama alikuwa yuko kinyume na Mungu, au ni wakala wa shetani, au ni mtu ambaye anatumika kwa nguvu za giza, au ni mtu ambaye anatumika kwenye mikataba ya kuzimu, hata yeye akiona atajua kwamba hiki kinachokifanya sio sawa. Lakini ukinuka tu na kuanza kushambulia na kuponda na kukemea ovyo ovyo, utaonekana unakosa hekima. Lakini ukionya kwa kusahihisha mafundisho, hata kama akiwa ni mtumishi wa Mungu kakosea, sahihisha mafundisho kwa hekima, ambayo hata wanaosikiliza watapata nafasi ya kuendelea kumfuatilia mtu huyo ambaye ni mtumishi wa Mungu. Lakini asiye mtumishi wa Mungu, unaweza ukasahihisha kabisa kwamba huyu siye mtumishi wa Mungu kwa sababu hizi na hizi. Lakini kama akikubali kutengeneza, anaweza kurudi akawa mtumishi wa Mungu. Hata yule ambaye yupo kwenye nguvu za giza, kama Mungu akimkubali akamlizia, bado anaweza kumwokoa na akawa mtumishi wa Mungu, kama ambavyo mimi na wewe ambavyo tulikuwa kabla hatujamjua Mungu, tulikuwa tukienenda katika namna za kidunia na kufata kazi za yule mwovu, lakini Mungu alituokoa na tuko hapa tukiweza kusahihisha. Kwa hiyo ni njia sahihi ya kufanya masahihisho, au njia sahihi ya kuonya na kukemea. Ukimkemea mpumbavu, kama hataelewa, wewe usirudi na kuanza kumshambulia wala kufanya chochote. Kaa kimya, nyamaza, na utakuwa umeokoa nafsi yako. Kwa nini? Kwa sababu kuna watumishi, baada ya kutoa maonyo, kutoa makaripio, kutoa mashauri, yanapojibiwa kwa upande wa hasi, wanarudi tena wanaanza kujibu vibaya, yanaanza majibizano. Hii sio nzuri kwa upande wa watumishi wa Mungu. Mungu awabariki sana. Kwa wewe ambaye hujaelewa, utaweka comment hapo, lakini nitarudi na kuweza kufafanusha kama kuna mtu hajaelewa. Mungu awabariki sana. Amen. Ni mtumishi wa Mungu Bahati James. Amen. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe.